8. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari ule wa 2. Maandiko matakatifu yanasema, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Nawe utakumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema kukumbuka ni lazima. Kukumbuka ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati kinaaminika ni maandishi ambayo Mungu alimuongoza Musa kuweza kutoa mausia haya kwa taifa la Israeli. Baada ya safari ya miaka mingi njiani, miaka 40 njiani, wakitembea usiku na mchana, Mungu akiwaongoza katika vilima, katika mabonde na katika tambarare, katikati ya jangwa, wakati wa jua kali ama wakati wa upepo kupunga, kwa kila namna Mungu akiwaongoza, mchana kwa wingu, usiku kwa nguzo ya moto. Wanafika mahali karibu kabisa na kuvuka mto Yordani waingie nchi ya ahadi, ambapo Musa anaambiwa sasa safari yako haitaendelea, maana Yordani hautavuka, ila Yoshua atavuka na wana wa Israeli. Musa anaongozwa na Mungu aweze kuandika mausia kwa taifa la Israeli, aweze kuwakumbusha. Kwa nini awakumbushe? Kwa sababu wapo vijana wengi waliozaliwa, wapo watoto wengi ambao wamekuwa ni vijana sasa, wale watu wazima ambao wametoka Misri, wale wengi wamekufa jangwani. Kwa hiyo kuna kizazi kipya ambacho kimeona baadhi ya mambo katika udogo wao, katika ujana wao, lakini wapo watu ambao wameshuhudia Mungu aliyofanya kwao. Kwa hiyo Mungu anaagiza kwa Musa awaambie wana wa Israeli kwamba wanapaswa kukumbuka. Maandiko yanasema, nawe utakumbuka. Sasa katika ibada hii ya sifa ambayo tumeahidi kumpatia Mungu katika maisha yetu, ni lazima iendane na kukumbuka. Tutaangalia kwa kina katika tafasiri katika fungu hili la pili, lakini maudhui nzuri inajengwa katika mafungu haya 5 ama 6. Niweze kuyasoma kwa haraka, alafu tupitie katika fungu hilo ambalo ndio linabeba dhana kubwa ama dhima kubwa ya tafakari kwa asubuhi hii ya pekee. Sasa mstari wa 3, maandiko yanasema, akakutweza akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa, wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Nawe fikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Nawe uzishike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumcha, kwa kuwa Bwana Mungu wako akuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemchemu na visima vivukavyo katika mabonde na milima. Sura hii ya 8 ipo katika mtiririko wa maonyo ya kusahau. Yako mambo mengi ambayo yanaongelewa kama tahadhari ya kusahau. Kwa nini tunasema tukumbushane katika swala la kukumbuka, na wakati ni ibada ya shukrani? Ibada ya shukrani, kama ambapo tuliona, lazima madhabahu ijengwe moyoni, lazima kumbukumbu moyoni iwepo. Hauwezi kushukuru kama haujui unashukuru kwa sababu ya nini. Kama utasema asante ama nashukuru, halafu ukaambiwa useme ni asante ya kitu gani, ukawa haujui, utaonekana hauko sawasawa. Kuna changamoto kwenye mfumo wa fikra zako. Ni lazima kuwe kuna kitu kinachosukuma akili yako ya wewe kushukuru. Ni lazima ukumbuke kitu kilichotokea ama
kilichofanyika ili uweze kushukuru. Ni lazima umwelewe aliyekifanya ili umshukuru. Kama hautakuwa na kumbukumbu ya kitu chochote, hauna sababu ya kukumbuka. Kama hakuna chochote kilichofanyika, hauna cha kushukuru. Wana wa Israeli wanaambiwa wakumbuke, nawe kumbuka. Tuanze kwenye sehemu ya kukumbuka. Agizo la kukumbuka ni wito wa kimaadili. Huu ni wito, sio agizo la kawaida. Ni wito wa kimaadili ambao Mungu anawaita watu hawa waweze kukumbuka kile ambacho amekifanya. Anaposema nawe kumbuka, ni kauli ambayo inahitaji utekelezaji. Sio kauli ya kutaka, ukitaka ama usipotaka. Kukumbuka ni agizo, ni imperative of command, ni agizo la lazima. Kwa wana wa Israeli wanaposikia agizo la kwamba nawe utakumbuka, kwenye masikio yao na akili zao inasikilizishwa ya kwamba ni lazima ukumbuke kile ambacho Mungu amekufanyia miaka hii 40. Ilikuwa lazima wakumbuke ili waweze kuelewa makuu na mpango wa Mungu wa maisha yao. Wanadamu leo tumekuwa wepesi wa kusahau. Yako mambo mengi ambayo Mungu anafanya kwenye maisha yetu. Hata kama haujapata pesa mamilioni, lakini kuweza kuishi mwaka mzima, hata kufikia mwaka mwingine, ni kumbukumbu ya ajabu kwenye akili zetu. Elimu kufikiri bei anayolipa mtu kwa ajili ya mtungi wa gesi hospitali, kama ungelipia kwa mwaka mzima, sidhani kama ungefanikiwa. Ni gharama kubwa na ya ajabu. Hata kama ukufanikiwa kufikia malengo kwa 100%, lakini hata hapo Bwana alipokufikisha ni kwa sababu ya uaminifu wake kwako. Ni lazima ukumbuke. Swala kuambiwa nawe ukumbuke, jambo la kwanza, Mungu alitaka kuondosha kiburi kwa Waisraeli. Wanadamu wengi leo tuna kiburi, tuna kiburi cha uzima. Kwa sababu umeamka, jua limechomoza, umeenda kazini na umerudi, unaona umeweza na umefanikiwa. Kwa sababu umefanya biashara, umepata faida, unajiona una akili kubwa. Kwa sababu unafanya kazi na umefanikiwa, una cheo, una familia na vitu mbalimbali, unafikiri ni kwa sababu umeweza. Kumbuka haya ambayo Mungu amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Swala kukumbuka ilikuwa ni wito wa kuonesha tafakari ya kina ya kuwaongoza wanakoelekea. Kama Mungu aliwaongoza miaka 40 jangwani, asingeshindwa kuwaongoza mbele wanakoelekea. Hata kama wangepitia changamoto ya namna gani, kwa sababu ya uaminifu wa miaka 40 jangwani, Mungu angetunza uaminifu maisha mengine yanayoendelea. Katika asubuhi hii ya leo, kumbuka kwenye maisha yako yale mambo ambayo Mungu ameruhusu uyapitie. Acha mbali historia mbali sana. Kumbuka tu mwaka huu mmoja uliopita. Kwani wangapi waliolala? Wangapi ambao wamepoteza hata viungo katika miili yao? Wangapi ambao wamepata hasara kubwa ambazo hazielezeki? Lakini wewe umeendelea kuwa hai. Biashara zako zimeendelea. Kazi yako imeendelea. Familia yako imeendelea. Afya yako imeendelea. Na imani yako imeendelea. Hata leo uko kanisani. Kumbuka Mungu alikufanyia. Ni lazima ukumbuke ndipo uweze kushukuru. Hilo ni jambo la kwanza. Na kukumbuka ni ibada ambayo inashusha kiburi chote cha kiroho. Ni lazima ianzie moyoni. Kama utakumbuka ambayo Mungu anayafanya, utajua kumbe Mungu ana mpango na maisha yako. Kama utakumbuka kitu chochote, mambo yote ambayo Mungu amekuongoza, hautakuwa na mashaka na unakoelekea. Na kama utakumbuka ni kwa sababu ya uongozi wa Mungu, maisha yako yote utayakabidhi kwa Mungu wa mbinguni. Leo kuna watu ambao anaamka asubuhi kama popo. Nasema kama popo. Anaamka asubuhi kama popo, amekumbuka ni saa ya kuwahi kazini. Hakuna ibada. Na kwa sababu anaenda na Mungu ni mwaminifu, atamlinda. Na atarudi. Haoni kama kuna umuhimu. Kwa sababu ameweza, ameendesha gari, amekimbia njiani haraka, amefanya hiki na kile na amerudi salama. Anaona kwa sababu anafahamu jinsi ya Dar es Salaam.
Ni kwa sababu ya uaminifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna watu ambao tumekuwa na dini ya Jumamosi. Jumamosi ndio Waadventista, nayo na siku 6 ni kama wengine. Ni kwa sababu tunasahau ambacho Mungu anakifanya kwetu katika ibada ya shukrani. Ibada tunaambiwa ni dhabihu ya sifa. Mungu anataka kila siku kwenye maisha yako ukumbuke kile ambacho Bwana amefanya kwa ajili yako. Jambo la pili, wanaambiwa wakumbuke njia yote, sio kipande cha njia ambacho Mungu aliwaongoza. Katika fungu unaposoma wanaambiwa nawe kumbuka njia yote, safari nzima kwa ukamilifu. Katika njia yalikuwepo mambo ambayo yaliwaumiza sana. Walikutana na nyoka jangwani wakawauma. Wasiokuwa na imani walikufa. Walikuwa na imani pamoja na maumivu, walipomtazama nyoka wa shaba waliishi. Walikutana na maji machungu njiani. Walikutana na vitisho vya jeshi la Farao likiwafuata njiani. Walikumbana na milima mikali njiani na jua kali njiani. Kiu ikawakamata, lakini walikutana na mana njiani na mambo mengi. Mungu anawaambia wakumbuke njia nzima. Kwa hiyo njia nzima ni kwa sababu Mungu ana mpango mzima na maisha ya wanadamu, sio kipande fulani cha maisha ya wanadamu. Leo tuna watu ambao mambo yakiwa mazuri anamsahau Mungu, ila mambo yakiharibika, homa ikamkamata, yuko kitandani anatemeka, hapo ndipo anaomba kila dakika. Lakini homa ikimwachia tu, maisha yanarudi kama kawaida, hana mpango na Mungu wa mbinguni. Leo tuna watu ambao akipata pesa anasahau kama ni Mungu ndiye mwenye kumwezesha kupata pesa, lakini zikiondoka tu na mambo yamemkaba, ndipo maombi ni mengi, Baba onesha, Baba shuka. Leo tuna watu ambao kwa sababu ana kitu anachokitaka ama anataka jambo fulani, ndipo anapomwendea Mungu. Akipata anamsahau Mungu. Mungu anataka umkumbuke katika njia yote. Ukiwa na afya njema, ibada ya sifa ni kwa Mungu, midomo yenye kutoa dhabihu ya shukrani. Afya ikidhoofika, ibada ya sifa ni kwa Mungu, sio mimi Mungu amenisahau. Hakuna nafasi kwenye manunguniko, hakuna nafasi kwenye mashaka, hakuna nafasi kwenye wasiwasi, kwa sababu Mungu anataka tukumbuke njia nzima. Kukumbuka njia nzima ilikuwa ni kauli ambayo Mungu anaitoa kwa wana wa Israeli, akiwajulisha kwa namna ya kimashairi ya kwamba hata wanapoenda bado ana mpango na maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kama utakumbuka njia nzima, ni kwa sababu utakuwa umekubali na umeamini ya kwamba hata mwaka huu na mwaka ujao na miaka mingine, kwa neema ya Mungu, bado Mungu ana mpango na maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Niko mwenyewe, niko na watu. Asante sana. Ndiyo maana utasoma kwa muda wako kutunga Zaburi ya 77 mstari wa 11 na 12. Zaburi 77 pamoja na 12. Mtumishi wa Mungu alipotafakari maisha haya, baada ya Mungu kumgusa akatafakari maisha yake, akajiwekea commitment ya kwamba atazitafakari sana njia za Mungu wa mbinguni. Anazitafakari sana, atawaza sana kazi ya mikono yake. Kwa tofauti kati ya kutafakari na kuwaza. Leo watu wengi wanaishia kuwaza na hawatafakari. Mungu anataka utafakari njia nzima. Kutafakari ni kufikiri kwa kina, kwa ufahamu na kuelewa kile ambacho unakijadili kwenye tafakari zako, kwenye akili yako. Mungu anatuita ili tuweze kumshukuru. Ni lazima njia nzima tuwe tumeielewa. Kama njia nzima hatujaielewa, kama hatujaelewa mpango wa Mungu kwa maisha yetu, kama hatujaelewa mpango wa Mungu mbele yetu, haitakuwa rahisi kwetu kumshukuru. Itakuwa ni shukrani ya midomo isiyotoka moyoni, na hivyo madhabahu tuliyoongea jana tutakuwa tumevunja. Kwa hiyo jambo la pili, ni lazima ukumbuke njia
njia nzima Bwana aliyokupitisha. Hiyo shukrani ya kweli inatokana kutambua mpango wa Mungu katika maisha yako. Lazima ufikiri historia tangu umemjua huyu Mungu, tangu umejitoa kuwa na huyu Mungu, wapi amekuongoza, katika yapi amekupitisha. Ona mpango wa Mungu katika njia nzima na ukubaliane na njia yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutafakari njia nzima, kwa lugha nyingine, pamoja na wito ama ahadi ya Mungu kwa wana wa Israeli ya kwamba ana mpango na safari yao wanakoelekea, lakini anawajulisha ya kwamba wao watakapokuwa wametafakari njia nzima, maana yake watakubaliana na mpango wa Mungu wa wapi anakuwapeleka. Leo tupo watu ambao tuna kazi ya kushindana na mpango wa Mungu. Hatujafahamu mpango wa Mungu wa maisha yetu. Hatujafahamu mwelekeo wa Mungu anataka nini kwetu. Na hiyo tunakuwa wepesi wa kunung'unika. Na ukinung'unika tu katika madhabahu ya dhabihu ya sifa, umeharibu. Mungu atusaidie tuwe na tafakari ya maisha yetu yote na kubaliana na mpango wa Mungu kwa njia yake kwetu. Jambo la mwisho, katika fungu hili ambalo tumesoma, baada ya kukumbuka na kutafakari njia, jambo la kuelewa neno lililotumika jangwa ama jangwani. Mungu anawaambia aliwapitisha jangwani miaka 40. Jangwani inatumika kama sehemu ya kujifunza, sehemu ya kuelekezwa, sehemu ya kujenga tabia ya kimahusiano. Mungu anapowaambia wakumbuke miaka ya jangwani, hawaambii wakumbuke sana utumwa wa kule Misri. Na unaposoma ile fungu anaposema Bwana Mungu wako, ni kauli ya umiliki wa kimahusiano ambayo zaidi Mungu ameitumia kwenye kitabu cha Kutoka, kuanzia sana sura ile ya 7 mpaka sura ya 12 ameitumia sana. Mungu anapokuwa akitambulisha baada ya kuwa watu wa Misri, akifungua ufahamu wao. Anapoambia wakumbuke jangwani, ni anataka wakumbuke tabia aliyokuwa akiwaumbia jangwani. Waachane na tabia yatokanayo Misri, ila wakumbuke shule ya tabia aliyowapatia. Katika maisha yako majangwa mengi ambayo tunapitia, inaweza kutokea jangwa la hali yako ya kiafya, ama jangwa la hali yako ya kiuchumi, ama jangwa la hali yako ya kimahusiano, ama jangwa la hali yako ya kifamilia, ama kwa namna yoyote likawa ni jangwa, likawa ni jaribu, likawa ni jambo lenye kuumiza, lenye kutesa, lenye kukuweka hali isiyokuwa ya kawaida. Ni kwa sababu Mungu anataka akutweze. Neno kutweza lilotumika linamaanisha kunyenyekeza. Mungu anataka akufundishe unyenyekevu ili uweze kunyenyekea kwa Mungu wa mbinguni. Sio ulalamike, usione amekuacha. Ni kwa sababu anataka akuumbie tabia mpya ya kunyenyekea mbele zake katika kila hali. Bwana Yesu asifiwe. Katika mwaka huu 2026, kama Mungu ataruhusu akupitishe jangwani, maombi yako yasiwe ya kunung'unika, mawazo yako yasiwe ya kulalamika, lakini mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa sababu unataka unifundishe tabia yako. Fungua akili zangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wale tu ambao wanaamini Mungu ana mpango na maisha yao, hata katikati ya jangwa wataruhusu Mungu afungue akili zao waweze kuelewa na kunyenyekea mbele zake, maana huyo Mungu ni Mungu wa agano kwao. Mungu wetu atusaidie sana, ili kwamba baada ya kutunyenyekeza, baada ya kutupitisha katika jangwa kama wana wa Israeli, mioyo yetu itakapochunguzwa, kitakapokuwa kimewekwa kioo cha kuonesha yaliyo katika moyo wetu, tuonekane tuko tayari kwa agano la Mungu wa mbinguni. Na hapo ndipo ibada yetu ya sifa kwa Mungu itakuwa ina maana mbele zake. Tumekuwa na ibada mara nyingi ambazo kwa kweli chimbuko lake moyoni si la kina, na ni kwa sababu ya huruma na rehema za Mungu wa mbinguni tu anatupokea. Lakini asubuhi hii tunapewa wito wa pekee ya kwamba Mungu anataka ibada ya shukrani ambayo ina kina ndani ya moyo, ibada ambayo imejengwa katika madhabahu
ya kukumbuka agano ambalo Mungu ametoa kwetu. Hata tutakapokuja tukimtukuza kwa nyimbo, tukimtukuza kwa sadaka, tukimtukuza katika maombi, maisha yetu yote yawe ni ibada iliyokamilika mbele za Mungu wa mbinguni, ibada yenye sifa, tunda la midomo yetu. Katika mwaka huu inawezekana tumekuwa tukitembea katika ibada ambayo ni kama wale wanaoabudu wasichokijua, lakini kwa sababu Mungu anatuita tuabudu tukimjua yeye, anatuita tukumbuke uaminifu wa agano lake kwetu, inamaanisha kwamba Mungu anataka atende makubwa kwenye maisha yetu kwa mwaka huu. Wale ambao wanatamani mwaka huu 2026 Mungu ajenge imani yetu uweze kuimarika, ili kwamba huu mwaka kwa neema ya Mungu ukawe ni mwaka wa kupitisha mipango yote ya Mungu kwetu, na ukubali kunyenyekezwa kwa Mungu wa mbinguni, kujenga madhabahu na kutoa sadaka za sifa siku zote, ya kwamba Mungu anatamani jambo hili katika mwaka huu. Natamani mwaka huu ukawe ni mwaka wa kugeuzwa kumwelekea Mungu wa mbinguni. Asubuhi hii tunaenda kuomba tukikabidhi mikononi mwa Mungu wa mbinguni, ya kwamba Mungu nisaidie kukumbuka, saidie kukumbuka yako mengi ambayo umetenda nisahau. Wakati mwingine sijashukuru, ama nimeshukuru kwa juu, lakini kwa sababu shukrani ni ibada, sadaka takatifu kwako, nisaidie nikumbuke njia nzima nikianza sadaka hii ya kushukuru Bwana uweze kuipokea. Kuna mtu anaona hiyo, anaweza kusimama tunapoomba asubuhi hii pekee, ya kwamba Bwana nikumbushe njia nzima, ili ibada yangu ya shukrani iwe na sifa mbele zako. Mungu akubariki sana, na Mungu akukumbushe matendo yake makubwa na ya ajabu.